Tume ya Taifa ya Mipango inayosimamia utekelezaji wa Dira 2050 imetoa maagizo kwa taasisi mbalimbali na mamlaka husika kufanya majadiliano ya haraka na wawekezaji wanaosimamia miradi mbalimbali ya kimkakati inayoendelea hapa nchini ili miradi hiyo ikamilike mapema na kwa haraka. Hayo yamesemwa hapa Ikulu jijini Dar es Salaam leo tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026 na Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakati akiyataja maadhimio ya kikao cha tume hiyo ambayo imekuja na miongozo na mikakati mikubwa minne inayoambatana na vipaumbele mbalimbali. Tume ya Taifa ya Mipango ilielekeza pia kukamilishwa kwa haraka kwa majadiliano kati ya serikali na wawekezaji kuhusu miradi muhimu ya kimkakati ya uwekezaji inayotarajiwa kujenga msingi wa kukuza uchumi na kuchochea ajira katika sehemu muhimu ya utekelezaji wa Dira 2050. Kwa ipo miradi ya kimkakati mikubwa ambayo serikali ipo katika majadiliano na wawekezaji mbalimbali, na Tume ya Taifa ya Mipango imeelekeza majadiliano hayo yakamilishwe haraka iwezekanavyo ili utekelezaji wa miradi hiyo uanze. Miradi hii ni pamoja na mradi unganishi wa chuma cha Liganga na makaa ya mawe ya Mchuchuma, mnaofahamu, ambao wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara wanaosimamia na wameshamaliza mazungumzo ya msingi, wanasubiri kusaini mikataba. Mradi huu ni muhimu kwa sababu gharama ya uwekezaji ni dola za Kimarekani bilioni 3. Ukibadilisha kwenda kwenye shilingi za Kitanzania unazungumzia takriban trilioni, inaelekea trilioni 9. Lakini kwa ni mradi mkubwa. Mradi wa pili ni mradi wa magadi soda wa Engaruka, yani Engaruka Soda Ash Project. Mradi huu upo kule Engaruka wilayani Monduli, na wenyewe ni mradi muhimu. Tanzania kwa sasa ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika kwenye kuzalisha vioo vya kawaida na vioo hivi ambavyo vya kutumika kujenga, na raw materials yake kubwa ni soda ash. Kwa nataka tutumie mradi huu kwa ajili ya kujitosheleza kwenye kusupply raw materials hiyo ambayo ni muhimu sana katika viwanda vyetu ambavyo sasa hivi inaongezeka. Mradi gharama yake huu dola za Kimarekani milioni 400. Mradi wa tatu ni mradi wa kuchakata gesi asilia kuwa kimiminika, mnaofahamu LNG. Huu mradi na wenyewe ni mradi muhimu sana katika dira yetu. Gharama yake dola za Kimarekani bilioni 42. Mradi wa 4 ambao ni muhimu wa kipekee na wenyewe ni mradi wa nickel wa Kabanga, yani Kabanga Nickel Project na kiwanda cha usafishaji cha Kahama. Mradi huu na wenyewe gharama yake ni dola za Marekani bilioni 2.5. Kwa hii ni miradi ambayo tunakwenda nayo. Kwa jumla unakuta kwamba tunazungumzia miradi hii kimkakati takriban dola za Kimarekani bilioni 47.9. Nimeitaja michache kwa umuhimu wake, lakini ipo miradi mingi ambayo tunaenda nayo uwekezaji. Kwa Tume ya Taifa ya Mipango imetoa maelekezo maalum kwamba majadiliano ambayo yanaendelea yakamilike mapema ili miradi hii iweze kuanza, kwa sababu ni muhimu sana katika utekelezaji wa dira na katika jitihada za kufikisha uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Kwa ukiangalia hapo tunazungumzia karibu shilingi trilioni 110-120 kwa miradi yote hii pekee. Miradi hii ina vitu viwili vya kiupekee. Cha kwanza ni hicho ambacho nimeeleza, thamani yake ya uwekezaji ni kubwa. Lakini kitu kingine cha pekee kikubwa ni juu ya uongezaji wa thamani, value addition. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa maelekezo, na kwa kweli alianza awamu ya 5 na tukatunga na sheria kwamba rasilimali za asili za Tanzania zisisafirishwe nje ya nchi hii
bila kuongezewa thamani. Na ndio maana sasa tumejenga gold refineries huko Geita na maeneo mengine Mwanza. Tunapaswa kujenga refinery ya nickel kule Kahama. Tunapaswa kujenga refinery ya graphite huko Mahenge na maeneo mbalimbali. Na hata hii ya Liganga Mchuchuma tunajenga refinery ya chuma pale Liganga. Lakini pia tunajenga pale Liganga, ina mambo matatu ile: chuma na madini ya titanium na makaa ya mawe. Kwa hiyo pale sio tu kuchimba titanium, mwekezaji lazima awekeze kujenga refinery. Lengo tufanye uongezaji wa thamani ndani ya nchi ili kukuza thamani ya bidhaa zetu, lakini pia tuweze kujenga uwezo wa vijana wetu kuajiriwa, kwa sababu njia pekee ya kuajiri vijana ya maana ni ujenzi wa viwanda. Kwa hiyo ndio maelekezo ambayo yamo, na miradi hii ukiona inachelewa kwenye majadiliano ni kwa sababu hiyo. Bado wenzetu huko walishazoea hapa kuja bara la Afrika, wanachukua hizo bidhaa wanapeleka nje kama zilivyo. Sasa Afrika ikiwemo sisi Tanzania tumesema hapana, tuongeze thamani ndani ya nchi ili tuweze kukuza uchumi wetu na tuzalisha ajira kwa vijana.